kwa niaba yangu mimi mwenyewe na kwa niaba ya familia yangu nichukue fursa hii kuwashukuru sana. Naamini kila mtu aliandaa futari yake nyumbani kwake, lakini kwa sababu ya kuheshimiana na kuthaminiana mmekubali kuja leo kula futari ya usumbufu, lakini kwa sababu ya wito huu mmeniitika. Nawashukuru sana. Niwaombe kama kuna changamoto yote ilitokea tuione ni ya kawaida, lakini hatukudhamiria. Dhamira yetu kubwa ni kufanya jambo liwe zuri ili kila mmoja afurahi na arudi na furaha. Maneno yamesemwa juu ya Ramadhani, mimi sitaki kuyarudia kwa sababu yameelezwa na mashehe, lakini mimi niseme tu kwamba ushirikiano huu mnaonionyesha leo mnazidi kunipa nguvu, kama uhai upo, kuendelea kuandaa mambo haya kila Ramadhani. Inshallah kwa uwezo wake tutakaoifikia tutaendelea kudumisha jambo hili. Niseme tu kwamba sisi wote ni wamoja. Swala hili hatubaguani kwa ajili ya yote ile, na bahati mbaya hatufanyi jambo hili kwa dhana za kisiasa. Tunafanya jambo hili kwa ajili ya kufuturisha. Tunaomba fadhila za Mwenyezi Mungu na hatuombi kitu kingine chochote kwa ajili ya kujionyesha. Kwa hivyo niwaombe sana ndugu zangu kwamba Mwenyezi Mungu atulipe na atujalie tutakapoondoka hapa tuondoke kwa salama kama tulivyokuja, na inshallah tutapeana ushirikiano kwa mambo mengine yote yatakayotokea, na mimi nitakuwa tayari kuwaitika pale mtakaponialika. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, mimi kwa niaba ya waalikwa tunakushukuru sana ndugu wa Simba, lakini naamini sio wewe peke yako, ni wewe na familia yako na watu wako wa karibu waliokushauri jambo hili. Tunatambua unayo kazi kubwa ya kufanya, unao watu wengi wa kualika, lakini umeona umuhimu kutualika sisi tuliohudhuria hapa. Tunakushukuru sana, sio kazi ndogo sana. Tumethamini umuhimu wa kualikwa, lakini pia tunatambua Simba ni katika watu wachache kwenye kata hii ya Vingunguti unaweza ukaalikwa kwake, ukala, usipigwe picha na kesho usitangazwe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akupe moyo mkubwa sana ndugu Simba. Wengine wamekuwa wakitualika kesho kutwa, umekula pilau langu, umekula hiki, inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo tunakushukuru na moyo huu uendelee. Na mimi niwakumbushe wenzangu, mimi ni miongoni mwa vijana ambao tupo hapa miaka mingi sana kwenye kata ya Vingunguti. Mwaka 2005, wale ambao wamfahamu, Simba wakati anagombea udiwani, mimi nilikuwa meneja kampeni wa mtu anayegombea naye. Lakini Simba hakuangalia, amenialika. Musa Kasim nimemuona pale, yeye ndio alikuwa katibu wetu, lakini ndio mpishi wa futari hii. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba katika mambo ya msingi yanayohusu jamii yetu hatuangalia Simba ni Simba na mie Mtutuma ni Yanga, tunaiangalia jamii na maisha mengine yanaendelea. Tunawashukuru sana, tupo pamoja, tutaendelea kushirikiana katika mambo yote. Asanteni sana. Kwa niaba ya jopo la mashekhe ambao wamehudhuria katika mwaliko huu mtukufu wa iftar kwa Sheikh Simba, mzee wetu, kiongozi wetu, kwanza kabisa tunashukuru kwa mwaliko wake na tunamuombea kila la kheri. Allah subhanahu wa ta'ala amlipe khaira aljaza kwa hili alolifanya, na inshallah Mwenyezi Mungu amuongezee katika mizani ya mema yake na muingize peponi inshallah pamoja nasi. Tunamuomba pia atupokelee dua zetu kwa nchi yetu wa Tanzania, lakini pia ampe busara na hikma na uwezo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili amwezeshe kuiongoza vyema nchi yetu, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala atuvushe vyema katika mwaka huu wa uchaguzi inshallah, ili nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu kwa baraka ya Ramadhani na kwa baraka ya dua za mashekhe zitakazoombwa
katika miezi hii yote na hususan tunapoelekea katika usiku wa Lailatul Qadr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.